Idara maalum za SMZ zimetakiwa kutoa ushirikiano ili kuleta maendeleo kwenye idara hiyo. Ameyasema hayo Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa katika ziara yake huko makao makuu ya Chuo cha Mafunzo Kilimani mjini Zanzibar. Amesema kuwa amewataka maafisa na wapiganaji kutoa ushirikiano ili kukuza na kuleta mafanikio katika vikosi hivyo. Mafunzo hodi. Mafunzo hodi. Jeshi la mafunzo hodi. Hodi hii, kamishna, ya kwanza kabisa ni kuomba mashirikiano makubwa mnipe. Bila ya mashirikiano yenu, kuanzia askari wa chini mpaka afisa wa juu, ukiwemo wewe kamishna mwenyewe, nahitaji mashirikiano yenu makubwa sana. Mosi. Lakini pili, najua bila ya kuwapa matumaini na mimi, mashirikiano itabaki kuwa ni story. Nataka niwahakikishie wanajeshi wa jeshi hili la mafunzo na vile vikosi vingine ambavyo nimepewa, sitawaangusha. Nataka muamini kwamba daktari aliyeletwa katika kutibu na kuona maono, haja na hoja, changamoto na mafanikio ya maaskari, daktari mimi niliyeletwa, mimi najua ugonjwa wa majeshi, najua. Pamoja na hayo, amemshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kumteua kuwa waziri wa wizara hiyo na kuhakikisha kuwa atakuwa naye bega kwa bega ili kufikia malengo aliyokusudiwa kwenye wizara hiyo. Basi tujipe nafasi pia sote kumshukuru rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi, tumpige makofi mengi sana. Kwanza mimi binafsi nimshukuru kwa mambo mawili. Moja, kuniamini kunipa nafasi nyingine ndani ya serikali yake ya awamu ya 8 kwenye kipindi cha pili, kukamata nafasi hii ya waziri wa nchi, ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum. Naamini imani yake hii, anajua kwamba tutamsaidia kwa namna moja ama nyingine. Sambamba na hayo, atahakikisha kuwa ameendeleza maslahi kwa idara husika na kusimamia haki zote za msingi kwa watumishi wake. Wajibu wangu wa kwanza, kuhakikisha kutoka afisa wa juu mpaka askari wa mwisho, haki zake za kiuaskari, maslahi yake anayapata kama mwongozo na wajibu ulivyo. Sasa kwenye hili nitakuwa daktari mzuri sana wa kutibu huo ugonjwa. Siwezi kuitwa kiongozi wa majeshi nao wasimamia, alafu bado, pamoja na kwamba sitaweza kuridhisha kila kitu, ndo binadamu, lakini yale ya msingi nina wajibu ya kuyasikiliza, na hiyo kazi nitaifanya. Naye Katibu Mkuu wa Idara Maalum za SMZ ndugu Isa Mahfudhi Haji amempongeza Kamishna wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar Kanal Khamis Bakari Hamisi kuja na dhamira bora za kuendesha idara hiyo, kuhakikisha kuleta maendeleo katika chuo hicho, ikiwemo kujengwa afisi kuu za kisasa Unguja na Pemba. Mheshimiwa Kamishna kwenye uongozi wake amefanya mabadiliko mengi sana kwenye kikosi cha chuo cha mafunzo. Kwanza tukianza, mheshimiwa, yeye ndo alokuja na dhana ya kulimalizia jengo la afisi kuu pale Wete Pemba, tukalimaliza na tumaye umeliona ni zuri. Hizi ni jitihada za kamishna wa chuo cha mafunzo, tunamshukuru sana kwa jitihada zake. Mheshimiwa, pia dhana ya ujenzi wa ofisi hii ya afisi kuu
ama makao makuu hapa Kilimani ililetwa na kamishna yeye mwenyewe. Sisi kama wizara tuliunga mkono, tukamwombea fedha Wizara ya Fedha na Mipango, na fedha hizi tulizipata kwa kutumia wapiganaji wake, wakaweza kujenga jengo hili zuri ambalo linaonekana kabisa linavutia kweli kweli. Kwa upande wake, kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanal Hamis Bakari Hamis, amesema chuo cha mafunzo ina jukumu la ulinzi na usalama wa nchi pamoja na kurekebisha tabia kwa wale waliokosea jamii ili kuwafunza tabia njema pindi wanapomaliza muda wao, wanaporudi kwenye jamii na kuwa raia wema. Majukumu ya msingi ya chuo cha mafunzo ni kama ifuatavyo. Kwanza, jukumu letu la kwanza ni ulinzi na usalama wa nchi yetu. Jukumu hili tunalifanya kwa kushirikiana na vikosi vingine vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia kwa kushirikiana na vikosi vya Serikali ya Muungano Tanzania. Jukumu la pili la chuo cha mafunzo ni urekebishaji wa tabia. Jukumu hili tunalifanya kwa wale wote waliokosea sheria na kuhukumiwa kutumikia chuo cha mafunzo, lakini pia kwa wale ambao wapo ndani wakisubiria maamuzi ya mashauri yao katika mahakama mbalimbali. Jambo la tatu ama jukumu la tatu la chuo cha mafunzo ni uzalishaji mali. Jukumu hili tunalifanya kwa nyanja mbili. Nyanja ya kwanza ni kuzalisha mali kwa ajili ya matumizi ya maafisa na waaskari pamoja na wanafunzi wetu, lakini kwa upande wa pili tunalitekeleza ikiwa ni kuwafundisha wale wote ambao wako kwenye mafunzo ya ndani ya chuo cha mafunzo, ili watakapotoka wawe na jukumu au na kitu cha kufanya, waweze kujitegemea na waepukane na kutenda makosa. Sambamba na hilo, chuo cha mafunzo tunatekeleza majukumu mbalimbali ambayo tunaagizwa mara kwa mara na viongozi wetu wa ngazi za juu. Sambamba na hilo, tunayo majukumu ya ziada kama michezo na burudani. Mheshimiwa Waziri na ujumbe wako, katika kutekeleza majukumu hayo, chuo cha mafunzo kimegawanyika katika muundo ufuatao. Kwanza, tunayo makao makuu ya chuo cha mafunzo ambayo yapo Kilimani na ndipo hapa tulipo mchana huu, lakini vile vile chini ya makao makuu tunazo zoni tatu ambazo zinafanya kazi katika maeneo tofauti ifuatavyo. Kwanza, tunayo zoni ya Kiinua Miguu ambayo zoni hii ipo hapa eneo la Kilimani na imekusanya maeneo mawili. Moja, chuo cha kurekebisha tabia kwa wanaume, na vile vile tunacho chuo cha kurekebisha tabia kwa wanawake. Nikiripoti Fatia Haji, Mafunzo Online TV.